umesema hawezi kutoka mpaka usikanyage zile athari za waja wema, na hapa ulipo ni kwa mzee wako Sheikh Amiri Maftaha. Kwa hakika mufti amesema hawezi kuondoka, bali aje hapa apate tabaruku za hapa, apate tabaruku na basi azungumze nasi. Na kwa hakika furaha yetu wana Mwanza, na kwa jinsi na kwa namna tunavyompenda mufti wetu na Sheikh mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, ambaye leo yuko mbele yetu, furaha ni kubwa. Mimi nilikuwa nikihuisha darasa hili kwa muda mrefu, kwa kuwa ilipangwa tufungue darasa ambalo limechelewa kufunguliwa mwaka huu kwa sababu ya dhurufu au mazingira ya mambo yaliyotokea. Nilipanga Jumaa hii tutaanza darasa tafsiri kule Dar es Salaam katika msikiti mkuu wa Baraka, ili katika ile baraka na ishara ya Sheikh mkoa na msikiti huu wa Raudha kwa ndugu yangu Sheikh Hussein na wazee wangu na makadhi na Waislamu msikiti huu. Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana amezindua darasa la kitaifa la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni mara ya kwanza kuzinduliwa mkoani Mwanza. Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair amezindua darasa hilo katika msikiti mkongwe wa Lumumba jijini Mwanza, Masjid Raudha, zamani uliitwa Manyema, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu wamenufaika na mafundisho tafsiri ya kitabu kitukufu cha Qurani kutoka katika kinywa chake juu ya umuhimu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka huu ni mwenendo mwema wa kiongozi huyu. Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair anatajwa ni utaratibu wake wa kila mwezi mtukufu wa Ramadhani kutoa darasa kwa waumini wa dini ya Kiislamu, akiendelea kutimiza ada hii ikiwa ni utaratibu tangu enzi za mufti wa kwanza Sheikh Hamed bin Jumaa. Angali utaratibu huu pia ulifanywa na mufti wa pili Sheikh Shabani Isa Simba. Hakika kwa wana wa Mwanza sasa nao wananufaika kupata darasa la tafsiri ya Qur'an kutoka kwa mufti mwenyewe, ambapo mara kadhaa imekuwa ikishuhudiwa akitoa darasa katika msikiti mkuu wa Bakwata Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyam, umefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, yani watu na kaumu ambayo mlitangulia nyinyi, la'allakum tattaqun, kwenda mkawa wacha Mungu, yani ili muwe ni wacha Mungu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia waumini wafunge, lakini hakuambia tu moja kwa moja sumu fungeni. Ametumia uslubu wa kuwaita katika imani yao, hakuwaita moja kwa moja, aliwaita katika sifa yao. Sifa hii sifatul iman, sifa ya imani. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, ipandeni ili ambao wameamini, ili ambao mmesifika na sifa ya imani. Kutiba alaykumus siyam, umewajibishwa juu yenu kufunga au kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama kulivyowajibishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tacheza hapa kwa tamaliza. Alipowaita Waislamu kwa sifa yao ya imani, kwa msemo huu uliotangulia mwanzo, amewaita kwa herufi yenye kuashiria kuita. Wanaita harfu nida, watu wa lugha ya Kiarabu. Ni harfu ambayo yenyewe ni katika jumla ya harfu zinazoashiria kwamba huyu bwana anamuita mtu fulani. Kwa mfano kusema ya Muhammad, ya Ahmad, ya Ali. Ongeza ya ayyuhalladhina amanu. Yenye kuitwa hapa ni neno ayu, ya ayu ndio munadi. Ile ya ndio harfu nida. Ile ha ni badal au ni kitu kilichozidi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, wamesifika na sifa ya imani, nyinyi
kutiba alaykum siyam, umewajibishwa juu yenu kufunga. Angalia huu mfumo kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita Waislamu kwa sifa yao ya imani, kisha anawaambia kwamba kumewajibishwa juu yenu kufunga. Anatumia neno alkitaba, kuandika. Kutiba ni kitu, ni neno ambalo limechukuliwa maakhudhu min alkitaba, limechukuliwa kutoka katika neno alkitaba. Alkitaba katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kuandika, lakini katika falsafa ya kilugha alkitaba maana yake ni aljamu waldhammu walilzam. Ina vitu vitatu: aljamu waldhammu walilzam. Kusanya kitu ukakileta mahala pamoja, na pia ina maana ya kulazimisha. Ndio maana haya ya kulazimisha, maana haya katika lugha ndio wazimwa katika neno kuandika, liwe na maana ya kuwajibishia waumini na kuwafaradhishia waumini ibada ya funga mwezi wa Ramadhani. Unaelewa mazuri hapo? Lakini mfumo mwingine wa ajabu ilikuwa Mungu asieleze kwa dalili amanu kataballahu alaykum, Mungu amekuwajibisheni kufunga, lakini akisema kutiba ikaletwa katika mfumo wa kitu ambacho waita fi'l majhul, yani fi'l ambayo inahitajika faili au ni nani. Kutiba kumeandikwa, ilikuwa ameandika Mwenyezi Mungu au amewajibisha Mwenyezi Mungu juu ya kufunga. Kumewajibisha juu ya kufunga. Ilikuwa na haja gani mpaka azunguke Mungu aseme kumewajibisha juu ya kufunga, wakati ilikuwa tumejea mkato tu kwamba Mungu amewawajibishieni nyinyi au amewafaradhishieni nyinyi kufunga. Lakini huu mfumo wa kueleza kitu kama kinaelezwa kitu cha mbali, kumewajibishwa juu yenu kufunga, badala ya Mungu kusema Mungu amekuwajibishieni nyinyi kufunga, ni katika kuonesha upole na mapenzi kwa umati wake na kutaka kuwatoa pole. Tunatakiwa na sisi tuchukue mfumo unaoelezwa katika Qur'ani katika maisha yetu na mfumo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani kiasi kwamba ukimwona mtume yule unaona Qur'ani ile. Ndivyo alivyokuwa. Mama Aisha akamaliza maneno alipouliza, mtuambie tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Qur'an, tabia zake zote mtume ni Qur'ani. Wewe angalia Qur'ani tu basi ujue hii ndio tabia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaykum siyam, umewajibishwa juu yenu. Lakini ibada hii imekuja kupewa uzito huu watu Muhammad peke yao, ni wao tu ndio wao wafunge. Kuna jambo hili linaonekana kama zito la Mwenyezi Mungu asema kama kutiba ala alladhina yattaqun, anawapoza Waislamu wamsione tabu kwamba nyinyi mnawajibishwa kufunga kwa Ramadhani ni janga kwenu. Hapana, kuna umma uliopita kabla yenu nyinyi nao walikuwa wanafanya ibada kama hii, kama kutiba ala alladhina, kama kuliwajibisha juu ya wale ambao walikuwa kabla yenu, yani watu waliotangulia nyinyi kabla ya kuja kwenu nyinyi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu akaleta natija, faida ya funga, mpaka iwe Mungu anatuambia tufunge. Kuna faida gani? Kuna faida gani? Yesu anataka kujenga umma uliokuwa bora. Akasema mwisho, la'allakum tattaqun, na namalizia la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, yaani ili mweze kujengeka katika sifa ya ucha Mungu. Sifa ya ucha Mungu itatokana na zoezi zima la mtu kuvaa ibada hii ya nguzo ya 4 ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Inamjenga mtu anakuwa mtu wa takwa. Hii ndio natija ya kufunga. Natija yake hapa ni at-taqwa, ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala al-nabi, Allahumma salli alayhi. Kwa hiyo kwa maana hayo sasa, kwa tafsiri hiyo ndio tukasema kumbe kufunga kuna mjenga mtu mpaka kwa mcha Mungu. Ndio japo ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka funga na akazihimiza
kuhimiza kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, na kufunga siku tatu zinaitwa ayyamul bid, kwa siku 13, 14 na 15 katika kila mwezi. Nini? Kuuzoesha mwili. Qur'ani yenyewe ni kitabu chenye kusomwa, na ndio maana taarifu ya Qur'ani nini? Kitabullah al-munazzal ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Ndio kitabu. Allahumma salli wa sallim alayhi. Kitabu kwa Mtume, Alhamdulillah, lakini ambacho kunafanywa ibada kwa kukisoma. Ukisoma tu ukoenda ibada kama ibada nyingine, kama ambapo unaswali ibada, unafunga ibada, unamtaja Mungu na ibada, basi kusoma Qur'ani ni ibada. Na Qur'ani kile kitabu inafanywa ibada kwa kule kukisoma, ndio maana yake. Na ndio maana katika utukufu wa mwezi wa Ramadhani ni pamoja na kuteremka Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yaani Qur'ani si maana yake iliteremka kile kitaka kuteremka kwa Mtume na kwa mwezi wa Ramadhani. Imeteremka kutoka katika Baitul Izza ila Lawh al-Mahfuz katika mwezi wa Ramadhani, daf'atan wahida. Imeshuka kwa mara moja yote Qur'ani kutoka Baitul Izza mpaka kwenye Lawh al-Mahfuz. Wallahu min wara'ihi muhit, bal huwa Qur'anun majid fi Lawh al-Mahfuz. Pale imeteremka kwa mkupuo. Thumma nazala ala al-habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munajjama, kisha ikashuka kwa Mtume kidogodogo kwa kiasi cha zile haja na kiasi cha matatizo yaliyokuwa yamejitokeza. Hivi ndivyo ilivyo Qur'ani na kuteremka katika mwezi wa Ramadhani, sio kwa maana ya kwamba Mtume alikuwa ateremsha jambo mpaka mwezi wa Ramadhani. Yenyewe imeteremka kutoka Baitul Izza mpaka Lawh al-Mahfuz kwa mkupuo, lakini kutoka katika Lawh al-Mahfuz kuja kwa Mtume umeteremka kidogodogo kwa kiasi cha haja ilikuwa inahitajika kipindi kile. Hiyo ndio Qur'ani teremshwa katika kiasi hicho, na ndani ya mwezi wa Ramadhani ambayo imeteremka hiyo Qur'ani, fihi lailatul qadr, na usiku wenye heshima. Allahumma salli wa sallim khairu min alf shahr. Katika ule usiku tukanjia wanazama nyota wafanyaji, hiyo sio unajenga shule, kuna masala ni wewe kukaa tu katika unamshukuru Mwenyezi Mungu, umekaa jikafu unasoma Qur'ani, unaleta vitu unasomea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piga masuna haya unafanya hivi, unapokuika unakaa katika darasa unasikiliza, ndio humo ndani ya kuhuisha usiku huo. Ukipita huo usiku uko katika hali hiyo, basi umefanya ibada ambayo ni khairun min alf shahr. Allahu akbar. Wa salamun hii hatta matla'i al-fajr. Ndio mwezi wa Ramadhani. Ni madrasa, ni chuo, watajifundisha kustahamiliana, wanajifundisha kujenga imani, wanajifundisha subira, wanajifundisha upole, wanajifundisha kupendana, wanajifundisha kukaribishana, kutembeleana katika majumba, kuishana, kusaidiana, mafukara, maskini, watoto wasaidiwe, watu wasiokuwa na uwezo wasaidiwe. Yote unayapata katika mwezi wa Ramadhani kama darasa. Kwa sababu hayo yote yale ndani ya mwezi wa Ramadhani unayofanya wewe, sio hayo yanatakiwa katika miezi 11. Lakini kwa kuwa saa nyingine umefanya hili tengine hivi ndani ya mwezi wa Ramadhani, himma na inakuwa kubwa zaidi na mazoezi yanakuwa makubwa zaidi, ili huyo yatekeleza haya mazoezi katika miezi 11 ijayo baada ya mwezi wa Ramadhani. Ndio maana yake. Ili wewe ikupe mapenzi, umepewa mwezi wa Ramadhani, thawabu kuongezeka. Nadhani mashaikh wananiambia kila siku sunna ya kawaida unaoswali mwezi wa kawaida ukiacha mwezi wa Ramadhani ndio ile ile tu, yema moja kwa 10 mfano wake, na inasabiwa kwa swala moja au ni ibada moja unaifanya. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani sunna moja
ni sawa na swala ya fardhi katika mwezi wa kawaida. Allahu Akbar. Nataka nini tena? Ni mwezi wa mavuno. Ni swala ya fardhi, sasa na fardhi 70 katika miezi ya kawaida. Nataka nini tena? Ni mwezi wa kuachia huo. Ni mwezi wa kukaa tunapiga soga nje. Unaacha kukaa karibu ukafanya ibada, ukajitupa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, nitaka kufungua darasa na muda hatuna, kama ilikuwa ni muda asili ningeomoka zaidi, ningezungumza zaidi, lakini kwa kuwa muda hatuna, tutaibada nyingine tutafanya. Basi tukubaliane kwamba tumefungua darasa la mwezi wa Ramadhani, na inshallah taala hapa na kuendeleza darasa, na sisi tutakuwa tunapata kuendelea na darasa kule Dar es Salaam, na tutakuwa tunasikia katika vyombo vya habari. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وعلم فقهنا وفقه أهلنا وقرأ لنا في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفقنا وارزقنا حلالا دائما وأخلاقا تشاء أغفر لنا كل الشرور واغفر لذنوبنا واغفر لنا ربنا كل الذنوب حتى تأتينا رسلنا واغفر لنا أكرم السلام وصلاة الله تعالى المصطفى أمين الحق لنا والوفاء بمثال فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الحمد لله رب العالمين. Allah Taala tadi kama Mwenyezi Mungu atawafiki. Kabla ya kuisha Ramadhani tutakuja na Sheikh Musa kwa darasa ambayo itakwenda kiasi saa 1 na saa 1:30 ndani ya msikiti huu. Inshallah. Ili ile hamu na shauku tulionayo. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Nashukuru sana Mheshimiwa Mufti Hussein Abiri Mtaha anataka picha haraka, wanaita Mwalimu Juma, kamati ya Raudha wanapata picha, mikono kidogo tuipunguze, tupate utaratibu kidogo. Ya Arabi Allah Muhammad sallallahu Kamati ya Raudha sallallahu alayhi wa sallam. Chief Misanga anayeingia, Chief Misanga sallallahu alayhi. Mheshimiwa wakati tunashukuru sana kuja kumfanyia Mufti sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Musa tunamdai darasa moja la mwezi wa Ramadhani. Mufti kaelekeza inshallah Mungu atakutia huruma wa mpaka.